Kundi la Hamas limetoa rasmi majibu yake kwa pendekezo la usitishaji mapigano ambalo limewasilishwa mapema wiki hii na mjumbe maalumu wa Rais Donald Trump, Steve Witkoff. Kupitia taarifa yake, Hamas imesema iko tayari kuachilia huru mateka 10 wa Kiyahudi ambao bado wako hai pamoja na miili ya mateka 18 waliokufa kwa masharti ya kuachiliwa kwa idadi maalumu ya wafungwa wa Kipalestina walioko gerezani Israel. Hata hivyo, Hamas imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu rasimu hiyo, ikisisitiza masharti yake ya muda mrefu: usitishaji mapigano wa kudumu, kuondoka kabisa kwa majeshi ya Israel kutoka Gaza na uhakika wa kuendelea kwa misaada ya kibinadamu, mambo ambayo hayajajumuishwa kwenye pendekezo la sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vipengele muhimu vya mpango wa Marekani ni pamoja na kusitisha mapigano kwa siku 60, kuachiliwa kwa mateka 28 wa Kiyahudi waliokufa na walio hai ndani ya wiki ya kwanza, mateka wengine 30 kuachiliwa pindi usitishaji wa kudumu utakapofikiwa, kuachiliwa kwa wafungwa 1236 wa Kipalestina na miili ya waliokufa 180, na kuingia kwa misaada ya kibinadamu kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Licha ya Hamas kutokukataa wazi mpango huo, Steve Witkoff amesema majibu yao ni hayakubaliki kabisa na yanaweza kurudisha nyuma juhudi za amani. Ameitaka Hamas kukubali mpango huo kama msingi wa mazungumzo ya karibu ambayo yanaweza kuanza wiki ijayo. Kwa upande wake, ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeunga mkono kauli ya Witkoff, ikisema Hamas inaendelea kukaidi na kwamba Israel itaendeleza operesheni za kijeshi hadi mateka wake warejeshwe na kundi hilo kushindwa kabisa. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel IDF limedai kumuua Mohamed Sinwar, kiongozi mkuu wa kijeshi wa Hamas, pamoja na makamanda wawili wa vikosi vya Rafah na Khan Yunis katika shambulizi la angani la Mei 13 kwenye kituo cha uongozi chini ya hospitali ya Ulaya Khan Yunis. Kulingana na mashahidi, watu 28 waliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa, akiwemo mwandishi wa habari wa BBC. Katika tukio jingine, Wapalestina 26 wameuawa karibu na kituo cha misaada mjini Rafah, kusini mwa Gaza, wakati mizinga ya Israel ilipofyatua risasi kwa raia waliokusanyika kupokea misaada. Wengi waliolazwa walifikishwa katika hospitali Khan Yunis. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.